hukumu ya mama kumnyonyesha mwanawe kwa maziwa ya chupa kwa lengo la yeye kutaka kutozeeka haraka. Allahu musta'an. Ikhwan, masala ya radhaa, masala muhimu mazito katika Uislamu. Inatoshea katika uzito wake kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa maagizo ndani ya Qur'an ya akina mama kuwanyonyesha maziwa watoto wao. Hii peke yake inamtosheleza Muislam kuonesha uzito wa ile swala. Kwa sio swala jepesi. Kwamba Allah azza wa jalla amelieleza ndani ya Qur'ani tena kwa undani, walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini, akaeleza paka na muda. Fahadha laysa biamr hayyin, ile si jambo la kulichukulia kwa mchezo au kwa usahali. Mama anahimizwa, ingawa amr li alistihbab, anahimizwa sana mama kumnyonyesha mtoto wake maziwa. Si sawa katika Uislamu mama kumnyima mwanawe maziwa kwa sababu ambazo hazina msingi wala hazieleweki, kama hizi ambazo zimetajwa. Hii si sababu ya msingi kwamba mwanamke achelewa kwamba asizeeke, kwa hivyo maana yake ni kwamba hazeeki. Ukinyonyesha usinyonyesha atazeeka hivyo hivyo. Hadha laysa bi'udhr, sio udhuru wa kisheria kabisa, wala hukubaliki katika dini. Sasa wanazuoni wanasema ikifikia hali kwamba mama ingawa amepewa amehimizwa, ingawa amri kama tulivyotaja kwenye Qur'an darasa ya tafsir kwamba lil istihbab, anahimizwa, kokotezwa kumnyonyesha mwanawe, lakini ikifika hali kuwa kumkosesha mwanawe maziwa yake itampelekea mtoto yule kupata madhara, hapa mama atakuwa ameingia katika makosa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika hadith ametuelezea waid, onyo kali, adhabu ambayo itakwenda kuwakuta akina mama wanaokosa kuwanyonyesha watoto wao maziwa bila ya sababu ya msingi, na katika hali ambayo watoto wale wanahitajia maziwa yale au watadhurika. Alhadith akhrajahu الحاكم وابن خزيمة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. حديث ndefu, aeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ruya almanam, katika usingizi, katika ndoto. Na ndoto za manabii ni wahi, sio kama ndoto zetu sisi. Ndoto za manabii ni wahi. Wa Mtume alayhi salatu wasalam alioteshwa katika ndoto kwamba watu wawili wamekuja kumchukua malaika, wakaenda naye paka kwenye jabali. Hadithi ndefu, naisoma kwa ufupi kwa kukatakata kwa Kiswahili sababu ya wakati. Wakaenda naye paka kwenye jabali, wakamwambia panda, is'ad. Mtume alayhi salam akaweza kupanda. Mmoja katika wale malaika wawili akamwambia mwenziwe, mimi nitamfanyia usahali kupanda, akampandisha. Almuhim, hadithi inaendelea kueleza, wakafika sehemu inasema Mtume alayhi salatu wasalam, faraaitu, kuna pahala nikaona wanawake tanhashu thudiyahunna alhayat, nikaona pahala nyoka wanatafuna maziwa ya akina mama. Raaitu nisa, liona wanawake, tanhashu thudiyahunna alhayat, nikaona wanawake kuna nyoka ambao wanatafuna, wanakamata, wanakula zile yale maziwa yao, tena kwa tamko la thudiyahun, ambayo ni pale pa kutoka yale maziwa hasa anaponyonya mtoto. Mtume alayhi salatu wasallam akauliza, ma balu haula, mbona hawa wanawake wako katika hali hii kwamba kuna nyoka wanatafuna yale maziwa yao? Qala, akaambiwa haulai mana'na auladahunna albanahunna, hawa ni akina mama waliowakosesha, waliowanyima watoto wao maziwa yao. Alhadith rawahu alhakim wa wafaqahu adh-dhahabi wa sahahahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Hii ni tahadhari kubwa ya ikhwan, hili ni onyo zito la akina mama, kuonesha kwamba hili si jambo la kulichukulia mzaha na kulichukulia kwa wepesi, eti mama ataka kuangalia urembo wake na uzuri wake
atake kubaki katika hali ile ile ya usichana au wanawali ndio atake kumnyonyesha mtoto maziwa mayajuz ikiwa hana udhur wala hana sababu ya msingi na itapelekea mtoto yule kudhurika kwa kukoseshwa yale maziwa basi waelewe akina mama aina hii ya kwamba mbele kutakuwa na waid kama hii ambayo onyo ametutahadharisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam